KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Kwanza tuanze kuitazama tathmini na uchambuzi wa mchezo. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90? Henry Sasi anapouliza kipenga kuhakikisha kwa maana dakika 90 zimekamilika. Tukianza kwenye aspect ya ufundi, ilikuwa ni game fulani ambayo walimu wote wawili walikuja na plan nzuri sana. Japo plan aliyokuja nayo mwalimu Fado Davis hasa zile dakika takriban 20 mpaka 25 za kwanza ilikuwa ni kama surprise kwa upande wa Singida. Momentum pamoja na tempo ya upande wa Singida Black Stars walianza game kwenye tempo ya chini sana, contrary to vile alivyoianza Simba. Simba alianza game kwenye tempo ya juu mno. Si ajabu ndani ya dakika 3 za kwanza tayari Simba alikuwa ameshaotea mara 3. Si ajabu ndani ya dakika 7 za kwanza tayari Simba alikuwa ameshaotea mara 5, kwa sababu walikuwa very aggressive. Walikuwa wanajaribu kulishambulia lango la Singida kwa haraka, kwa kuipace up game yao, kwa kuhakikisha kwamba mipira inatembea haraka kuliko movements za wachezaji. Simba hasa zile dakika za kwanza alianza kufanya build up kutoka kwenye eneo la chini akitumia approach ya mipira mirefu ambayo ilikuwa inapata faida ya long balls zilizokuwa zinapigwa na Chema Malon Fondo. Na kilichokuwa kinafanyika ni kwamba walikuwa wanawatoa Singida kwenye shape yao ya ulinzi ambayo leo ilikuwa inaundwa na mabeki 4 nyuma, lakini viungo wawili kwenye eneo la katikati ambao walikuwa ni Morris Chuku pamoja na Kevin Nation. Kevin alikuwa kwenye policing role ambayo alikuwa anajaribu kumpolice kiungo namba 10 wa Simba Jean Charles Ahwa, ambaye mara nyingi alikuwa anajaribu kutembea naye kwenye essence ya man to man role. Huko Morris Chuku yeye alichokuwa anafanya, alikuwa anasubiri kwenye zile spaces ni nani atakayekimbia kwenye hayo maeneo kati ya Joshua Mutale ama Elim Panzu, yeye ndio anaenda kumpolice huyo mchezaji. Kwa alichokuwa anakifanya Jean Charles, yeye akawa analazimisha kumtoa Kevin Nation kwenye ile eneo lake la katikati la ulinzi, akawa anamvuta mpaka almost kwenye mstari wa katikati na nusu ya ule upande wa Simba Sports Club. Kwa hiyo hii ikawa inapunguza idadi ya wachezaji wa Singida ambao wanakaba kwenye zoni yao. Wakawa wanabaki mara nyingi wachezaji wawili ambao ni wale mabeki wakati labda watapewa support na fullback mmoja ambaye anakuwa hajapanda kwa muda huo. Kwa hiyo kana jikuta kwamba Simba kwa kutokana na kwamba wamemtoa Kevin Nation eneo la katikati kwenye majukumu sasa ya nani atakimbia kwenye maeneo, nani ambaye atakuwa anakimbia kwenye zile spaces zinazopatikana, waliokuwa nakimbia walikuwa ni watatu: Joshua Mutale, Elim Panzu pamoja na Steve Desemukwala. Walichokuwa napata faida ya Simba ni kwamba hata kama mmoja wapo atakabwa ama wawili wapo watakabwa, lazima tu kuna mchezaji mmoja atakuwa free, kwa sababu kama watamkaba Elim Panzu, kama atakabwa Steve Desemukwala, lazima tu Joshua Mutale Budu atarun kwenye ile space. Lakini kama atakabwa Joshua Mutale na atakabwa Elim Panzu, basi itamkuta Steve Desemukwala ambaye atakimbilia kwenye hayo maeneo ya wazi ambapo mpira unakuwa unadondoshwa na ile pasi ndefu ya Chema Malon Fondo. Kwa Singida walichojaribu kucounter hii plan ya Simba ni kuitoa timu kwenye block ya katikati, wakaisogeza timu kwenye high line. Kwa kilichokuwa kinafanyika ni kwamba Simba kwa sababu wanataka kuspeed up game yao, ni lazima movement za wachezaji kwenda kwenye migongo ya mabeki wa Singida ziwe za haraka. Kwa hiyo hicho wanafanya kwamba kwa sababu wameshakuwa aware kwamba Simba atataka kukimbia, wao wanachofanya ni kwamba wanatengeneza offside trick. Either wakiwa kwenye ile mid block ama wakiwa kwenye high line, lazima litengenezwe offside trick, kwa sababu wanajua tu lazima mchezaji mmoja wa Simba atakuwa caught off guard na mwisho wa siku itakuwa ni faida kwa upande wao. Kwa at least mwalimu David Ouma akawa ameadjust namna ya kujilinda kwa kutumia adjustment ile mistari yake ya ulinzi. Kuna muda anaiweka kwenye low block, kwenye mid block, kuna muda anaipandisha anaiweka kwenye high line. Kwa hiyo hii ikawa inawafanya wachezaji wa Simba, hasa wale wachezaji watatu ambao ndio walikuwa aggressive siku ya leo, wasiwe na eneo moja la kusimama, wawe wanacheza kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wangekuwa wanacheza kwenye eneo moja at least wangetengeneza rhythm nzuri ama wangetengeneza coordination nzuri ya kuunda shambulizi. Lakini kutokana na kwamba walikuwa wanacheza kwenye maeneo mbalimbali, ilikuwa inamlazimu Chema Malon Fondo kusubiri sekunde 2 ama 3 akiwa na mpira, ama Fabrice Luambangoma kusubiri sekunde 2 ama 3 akiwa na mpira ili kupick pasi ambayo ni sahihi. Ingekuwa wanacheza maeneo ambayo ni rasmi, Singida aidha ameweka timu yake kwenye eneo rasmi, basi ingekuwa ni rahisi tu kwamba Chea akipata mpira anajua Joshua amefanya movement kwenye eneo fulani na udondosha ule mpira. Kwa David Ouma kuna namna alijaribu kucounter hiyo plan ya Simba, lakini kwa katika incident moja ambayo backline ya Singida ili delay, ndio incident hiyo imepatikana goli. Imepigwa pasi kwenye space, goalkeeper ama Sabasongi sijui alikuwa anawaza nini kufanya ile movement ku approach ule mpira, japo hakukuwa na ulazima huo. Mwisho wa siku incident hiyo kwenye offside trick waliokuwa wanaicheza Singida ikakataa, lakini
distance ambayo striker wa Simba Steve Dese Mukwala alipata na eneo aliyoenda kulikimbilia likawa sahihi, sababu waliposogeza tule mpira eneo mbele la goalkeeper akajikuta analitazama goli ambalo halina mtu, mwisho siku akaupress ule mpira ukaenda golini. Kwa hiyo kwenye matukio mengi hasa ya kiulinzi Singida alikuwa anafanya superb, kwa sababu hata ule muda ambao system ya Singida kwenye defense line inakwama, wakawa wanajikuta kwamba eneo la mwisho wa Sinki pamoja na Anton Trabi walikuwa wanafanya vitu vingi sana kwa usahihi. Ikitokea inapigwa pasi wata-intercept kwa haraka, ikitokea inapigwa cross watajaribu kufanya challenge ya kwenda kuufuata ule mpira juu. Good enough Trabi ni mrefu, good enough Sinki alikuwa ni mrefu, kwa ile mipira mingi ambayo ilikuwa inadondoshwa juu kwa muundo wa cross wao walikuwa naicheza. Lakini baada sasa ya Simba kupata lile goli, dimensions za mchezo zikabadilika. Simba akarudisha timu nyuma, wakaanza kucheza zaidi possessive football ambayo ilikuwa ina passive passes nyingi sana, kwamba wakaanza wakaanza kuutaka zaidi mpira, wakae nao wao wamnyime Singida ule mpira, jambo ambalo lilikuwa linawafanya Simba kucheza wengi zaidi kwenye eneo lao. Si ajabu baada ya Simba kupata goli, attempt za Singida ziliongezeka. Nakumbuka kuna lile tukio la penalty lilianza kuonekana kwenye approach ile. Kulikuwa kuna tukio la penalty. Yes, sio moja, yako mengi nitaelezea baadaye. Kwenye hayo matukio ambayo Herisasi alishindwa kuyatafsiri vizuri. Kwa hiyo kwenye hizo incident Singida alipata faida ya kwanza kushambulia kwa haraka. Kwa hiyo sasa Simba alikuja kugundua kwamba okay, huyu mimi nishapata goli, nimeirudisha timu nyuma. Ameirudisha game kwenye mashambulizi kwa upande wa Singida, lakini yeye anakaa zaidi na mpira. Alichokifanya Mwalimu Fado Davis Sekanaf akaamua kuongeza beki mwingine kwenye ule mstari wa mwisho. Hii yote ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Singida hata kama watatengeneza mashambulizi, basi watengeneze mashambulizi kwenye mapana ya uwanja na sio kwenye eneo la katikati. Ule uwepo wa mabeki watatu kwenye ule mstari wa mwisho ulichoenda kufanya ni kimoja tu, kwamba ulihakikisha kila mchezaji wa Singida anakuwa marked, kwamba Jonathan Soa ambaye ndio alikuwa na uhatari kwenye eneo la 18, yeye anakuwa kwenye polisi ya watu wawili. Popote atakaposimama lazima pembeni yake kuwe kuna watu wawili. Akienda kusimama katikati ya Chemalon Fondo, kama ni bega la kulia ni la Chemalon Fondo, basi bega la kushoto linakuwa la Hamza. Akienda kusimama kwenye bega la kulia la Chamu, basi bega la kushoto anakutana amesimama na either Chemalon ama Hamza. Kwa hiyo hii kana natengenezea Simba kwamba mtu wa mwisho wa Singida anaye receive mpira yupo kwenye ulinzi. Hata ile movement ambazo zilikuwa zinafanywa na mtu kama Athabada first half nazo zikawa limited, kwa sababu kumbuka kipindi cha pili hata Mohamed Hussein pamoja na Shomari nao wakaanza kucheza zaidi wakiwa wana jukumu la kulinda. Kwa hiyo Arthur akawa anajikuta akipata mpira kwenye zile spaces alizokuwa anakimbia kipindi cha kwanza, katikati pale pana mtu ambaye anamsubiri Arthur amuintercept. Kwa hiyo Arthur naye kanamlazimu sasa naye aanze kucheza nyuma zaidi, ama aende akakimbilia kucheza kwenye mapana ya uwanja, ambako opportunity pekee ya kutengeneza nafasi hizo kwa anazifanya ni kwa kutumia mipira ya cross. Kumbuka cross unampigia nani? Unampigia Jonathan Soa. Jonathan Soa kwenye 18 yupo na nani? Yupo na mabeki wawili. Hao mabeki wawili wana kimo kiasi gani? Cheni mrefu, Chamuni mrefu, Hamza kwenye zile second balls ambazo zilikuwa zinadondoka alikuwa anaenda kuziclear kwa haraka. Kwa hiyo kuna namna Fadlu hata alipopata goli aliamua kuicheza mechi kwenye eneo la ulinzi, lakini plani yake ya kuirudisha mechi kwenye eneo la ulinzi pia ilifanikiwa. Singida kwa namna moja au nyingine wakaanza kujaribu kufanya vitu vingi kwa usahihi, hasa kupush, kuweka wachezaji wengi ambao walikuwa ni aggressive, lakini kwa bahati mbaya walikutana na block ya Simba ambayo kwa namna moja au nyingine ilikuwa inawatengenezea mazingira magumu zaidi ya wao kutengeneza nafasi ambazo zilikuwa ni clear. Ukiondoa hayo matukio mawili ambayo labda yangeweza kuwapa faida hasa kwenye hiyo mikwaju ya penalty, hakukuwa na tukio lingine ambalo lilikuwa ni clear cut kusema kwamba Singida hapa ametengeneza nafasi nyingi, either imemshughulisha goalkeeper Musa Pinpin Kamara ama imeshughulisha defense line ya Simba, kwa sababu tu idadi ya wachezaji ambao walirudi sasa kulinda eneo la ulinzi wa Simba ilikuwa ni kubwa kimatch na wale wachezaji wa Singida ambao walikuwa na approach eneo la Simba kwenda kulishambulia. Okay, na umezungumzia hizo, umesema kulikuwa kuna tukio la penalty. Lilikuwa ni tukio la namna gani? Na pia usahihi wa mwamuzi Heresasi katika kusimamia dakika, kwa maana sheria 17 za mpira kwa siku hii hapa leo zilikuwa sawia kwa asilimia ngapi? Nikianza na swali la pili then nitarudi la kwanza. I think kwangu binafsi ni mtazamo wangu. Nikipewa karatasi ni rate kiwango cha Herisasi siku ya leo, nitarate 40 kati ya 100. Alikuwa na game fulani ambayo ilikuwa ni below average, kwa sababu kwanza alishindwa kuamua matukio mengi sana kwa usahihi, matukio ambayo labda yangebadilisha kabisa dimension ya mchezo. Alishindwa kuamua matukio ambayo yalipaswa kutolewa kadi za njano na nyekundu. Alishindwa kuamua matukio mengi ambayo yalipaswa kutafsiriwa kama foul, lakini ku add icing kwenye hii keki ya mechi mbaya
alishindwa kuamua penalty ambazo kwangu mimi nikizihesabu 2 zilikuwa ni clear, huku moja ilikuwa inahitaji umakini pia na usaidizi wa line 2 line 1, hasa ilikuwa ile foul za dakika za mwisho za kipindi cha pili. Penalty zilizokuwa clear za upande upi? Nani kwenye siku hii hapa leo nani ameathirika zaidi na maamuzi ya mwamuzi? Aliathirika na maamuzi ya Herisasi ni Singida Black Stars kwa 100%. Matukio yote tata ambayo yamepelekea mechi hii kwa hapa, mengi yalikuwa ni ya Singida. Simba Sports Club alipata naye matukio, ama unaweza kusema Herisasi alishindwa kuamua matukio ambayo yalikuwa kwenye favor ya Simba, hasa kwenye tukio ya kadi. Kwangu mimi Kevin Nation kipindi cha kwanza hakupaswa kukimaliza. Alicheza fouls nyingi ambazo zilikuwa ni aggressive foul. Tena sio aggressive and reckless. Kwa sababu nyingi alikuwa anaenda kuhatarisha usalama wa wachezaji wenzie. Kuna moja alimpiga konga Elim Panzu, kuna nyingine alifanya tackling kutoka nyuma, hakuwin kabisa mpira hata kwa percent ndogo. Mwisho wa siku mwamuzi alikuwa anaenda na muacha Kevin Nation aendelee na hayo matukio, licha kwamba alimonyo kwa kadi ya njano, lakini Kevin alistahili njano nyingine na nyekundu aenda kapumzike nje, kwa sababu alikuwa anacheza aggressive sana siku ya leo. Lakini matukio ya penalty, kuna penalty ya kipindi cha kwanza ambayo Jonathan Soa alichezewa na Chamu. Dunia nzima ukimuita mwamuzi yoyote sasa hivi, na uhakika Herisasi ukikaa naye sasa hivi ukamuonesha brother, huyu sio Herisasi, huyu anayechezesha hapa ni Wastara Msese, ametafsiri hivi, wewe unahisi ni penalty sio penalty. Kwenye tukio ambalo Herisasi ameamua sio penalty, angesema Wastara hapa amekosea, ile ni stahili kwa ni penalty, kwa sababu hakukuwa na mazingira yoyote yale ya Chamu kwenda kuattempt hata kucheza ule mpira. Chamu alichokifanya, alienda kucheza technical foul kwa sababu hakuwa na uwezo wa kumfikia Jonathan Soa kwa muda ule, ama hakuwa na uwezo wa kufikia ule mpira ambao Jonathan Soa ulikuwa mguuni kwake. Jonathan amedribble, amemtoka beki wa kwanza wa Simba ambaye alikuwa ni Chemalon Fondo. Akiwa mbele ya Chemalon Fondo, alichokuwa anafanya, alikuwa anafanya recovery run kwenda kuzuia sasa mstari wa goli, sababu alishaona hii ni 1v1 dhidi ya keeper, na Jonathan alichokuwa anafanya alikuwa anataka kumbeat goalkeeper, either ni kwa kumpiga chenga ama kwa kwenda wide. Kwa hiyo Che alikuwa anakimbilia golini, lakini Chamu aliona ana uwezo wa kuwahi ule mpira kwa Jonathan, lakini bahati mbaya alidelay kufika kwa wakati. Jonathan akawa tayari ashaingia kwenye eneo la 18. Chamu akaona the best option ni kumzuia kupitia kumwekea mikono kwenye mabega. Mwisho wa siku Jonathan akaenda chini. Bad enough, kwenye tukio hilo ambalo Jonathan ameenda chini, Herisasi alipuliza filimbi, na baada ya kupuliza filimbi kwenye ile tukio alikuja kuamua kwa kitu ambacho mpaka sasa hivi sijui kwa nini aliamua vile. Aliamua kwa drop ball, kwamba ule mpira kama haikuwa ni foul, Jonathan alijiangusha. Niliamini ilipaswa kutoka kadi ya njano kwa Jonathan Soa. Kwa mujibu wake, kama Jonathan alijiangusha, alipaswa kumwadhibu Jonathan kwa kadi ya njano. Lakini kitendo cha yeye kuja kuamua kwa drop ball, sikuelewa maana yake, kwa sababu hakukuwa na either tukio lingine ambalo lazima ule mpira. Lakini Kamara aliushika baada ya nini? Aliudaka baada ya anataka kuanzisha shambulizi. Baada fauli ishafanyika. Kamara ule mpira unaroita chini, akaudaka mpira wake, kama ni goalkeeper sababu ni jukumu lake kuokoa, akawa ameudaka ule mpira. Herisasi baada ya Kamara kudaka mpira alipuliza filimbi. Hasa unajiuliza alipuliza filimbi kwa kuashiria nini? Kama Jonathan alidondoka pasi na kuguswa, kwa nini alisimamisha mchezo? Kama Jonathan alidondoka kwa kuguswa, ilipaswa ile foul ndani ya box inatafsiriwa kama ni penalty. Kwa hiyo kwangu mimi Herisasi kwenye tukio la kwanza alikuwa very controversial. Yani mfululizo wa matukio kwenye tukio lile moja hayakuwa yakimake sense. Yani kwa nini hajaamua ni foul, na kwa nini kapuliza filimbi, kwa nini ka restart mchezo kwa drop ball. Tukitoka hapo kuna lile tukio lingine la kipindi cha pili ambalo Jonathan Soa tena amepata mpira akiwa na defense line ya Simba, amewabeat wote wawili, alimbeat tena ni Chemalon Fondo. Wakati anaelekea kwenye eneo la 18, Chemalon Fondo ameweka mikono yote miwili akimzunguka Jonathan Soa, akimkumbatia kutoka nyuma. Hakuwa na attempt ya kuugusa ule mpira, wala hakufanya hata jaribio la kwenda kuugusa ule mpira. Attempt ya Chemalon Fondo ilikuwa ni kwenda kuuzuia mwili wa Jonathan Soa. Siku yoyote, tarehe yoyote, muda wowote, hiwe usiku hata saa 8 mchana, ukimwamsha mwamuzi yoyote ule, hata mwamuzi ambaye amestaafu kuchezesha mpira mwaka 2005, atakutafsiria kwamba ile ni penalty. Leo tu hata mtu ambaye wa kawaida toka tunaangalia na mpira wing B, hata mtu ambaye afuatilia na mpira kwamba ile si foul, kwa nini mwamuzi hajaweka ni foul? Kwa hiyo sijui Herisasi alikuwa anatafsiri vipi matukio yake siku ya leo, lakini kwangu mimi ilikuwa ni maagizo. Siwezi kusema ni maagizo sababu ni theory, tabaki theory. Mimi nitakacho deal yani maagizo
maagizo yanatoka wapi brain? Kwanza kabla wakanda haja kujibu tukuulize nawe maagizo kutoka wapi ambao unaulizia? Walomtuma achezeshe mechi inawezekana. Sasa kwani si anachaguliwa na bodi ya ligi kuchezesha mechi? Bodi ya usiji kwenye kamati ya waamuzi. Kamati ya waamuzi ndio ambao wanachagua muamuzi wa kuchezesha mechi husika. Lakini back to back Simba ajaenda kucheza mechi ya finali ya tarehe 17 Mei dhidi ya RS Berkane ugenini. Mechi ya mwisho Simba akacheza dhidi ya KMC. Yeah. Mechi ambayo ilibidi ikachezwa wapi? Ali Hassan Mwinyi Tabora. Yeah. Imechezwa KMC. Mwamuzi wakati alikuwa nani? Heri Sasi. Simba alivyotoka finali, mwamuzi wakati tena mechi ya ligi kuu ni nani? Heri Sasi. Waamuzi wameisha. Finali gani? Ni mechi mbili kuchezesha mechi mbili mfululizo. Simba kabla hajaenda finali ya ligi ya mabingwa kuzicheza zile game za home and away. Mechi ya mwisho ya ligi amecheza dhidi ya KMC. Mwamuzi wakati alikuwa ni nani? Heri Sasi. Simba amemaliza hizo mechi za finali karudi kwenye michuano ya ndani. Mechi yake ya kwanza tena ya Simba. Mwamuzi wakati ni nani? Heri Sasi. Kwa nini sasa usiamini? Kwenye maagizo, kwa nini siwezi kuamini maagizo? Maagizo ni kitu ambacho kipo nyuma ya pazia ambacho sikuwepo, kwa hiyo siwezi kukiprove. Kitu ambacho mimi nitadeal nacho ni kitu kinaitwa performance and competence. Performance ya Risasi siku ya leo mimi ndio nitadeal nayo. Performance hiyo imesababishwa na nini? Je, ni incompetence ama imesababishwa na hayo mambo labda ya maagizo? Hicho sito deal nacho. Lakini kwa kitu ambacho nimekishuhudia, kulikuwa kuna incompetence, ambayo incompetence ilikuja baada ya mwamuzi huyu kushindwa kutafsiri matukio ambayo yalikuwa ni dhahiri shahiri kwamba yanastahili kuamuliwa kwa namna tofauti. Lakini incompetence hii ndio imerudi sasa kwenye performance yake kuigeneralize. Unasema leo Heri Sasi alikuwa na performance ya chini mno. So kwangu mimi ni matukio ambayo labda kama yangeamuliwa ipasavyo tungeshuhudia game ambayo ilikuwa na dimensions za utofauti zaidi. Kuna tukio lingine ambalo lilikuja kutokea kwenye dakika za jioni kabisa, dakika za mwisho, ambalo lilikuwa linahusu Hamza pamoja na Elvis Bananga Rupia. Elvis ka control mpira na geukia golini. Kulikuwa kuna mguso kutoka nyuma ambao ulienda kumgusa Hamza, alienda kumgusa Elvis Bananga Rupia. Yes, pale ndio nimesema leo ndio ambao unaweza ukampa faida Heri Sasi kwamba okay, labda it was not a severe contact. Hata kama ni contact, haikuwa ni contact ile ambayo una uwezo ukasema bana hii inatosha kabisa kuproduce ni foul. Ukimaliza hapo kwenye eneo la line 1, labda angeweza kumsaidia mwamuzi na tungeweza kukutana na kitu ama angeweza kuwa na tafsiri ya utofauti. Lakini baada ya hilo tukio kupita, kulikuwa kuna tukio lingine ambalo liliendelea hapo hapo. Moussa Pinpin Kamara ameudaka mpira, lakini kulikuwa kuna interference aggressive ya Jonathan Soa. Jonathan tayari kumbuka na kadi ya njano. Kwa tukio la aina ile, at any given day, hiyo ni kadi ya njano kwa sababu kipa ameshaudaka ule mpira. Jonathan alishaona attempt ya kipa kuudaka ule mpira, lakini angalia namna alivyoingia kwenda kucheza ama kujaribu kuukaba ule mpira. Kwa hiyo pale tayari tena kwenye notion tu ya mpira, kwenye matukio ya fouls and misconduct. Fouls and misconduct tutarudi kwamba wewe umecheza madhambi ama umefanya utovu wa nidhamu. Kwa hiyo hizo ndo tofauti za fouls and misconduct. Foul ni pale ambapo utakuwa aggressive kwa mwenzio, misconduct ndio hiyo tunaita utovu wa nidhamu. Kwa hiyo Jonathan Soa kwenye lile tukio la Moussa Pinpin Kamara niliamini kabisa anastahili kadi ya njano, kwa sababu kilichotokea pale ameenda kufanya utovu wa nidhamu, sababu obviously alishaona goalkeeper ameudaka ule mpira, lakini namna alivyoingia kwenye ule mpira na baada hata kuingia kwenye ule mpira, angalia reaction yake, yani it was as if he didn't care. Kwa hiyo kwangu mimi Jonathan alistahili kadi ya pili ya njano. Kwa hiyo kuna hayo matukio ya kadi pamoja na hayo matukio ya foul ambayo leo mwamuzi Heri Sasi kwa asilimia kubwa sana ameshindwa kuyatafsiri kwa usahihi. Okay, lakini bado mimi hoja yangu iko pale pale. Kwa nini waamuzi back to back? Yaani maamuzi yule. Waamuzi wameisha. Yaani hoja yangu mimi iko hapa, yaani waamuzi wameisha. Yes. Kwenye issue ya waamuzi, leo Anton Taylor anachezesha mechi ya Manchester United. Kwenye issue ya waamuzi, yes. Kwenye issue ya waamuzi, I think kwangu mimi katika kitu kimoja ambacho tunapaswa kukifanyia usahihi ni kuongeza idadi ya waamuzi ambao wanafanya kwa ubora. I think leo hii moja kati ya challenge kubwa sana ambayo tunakutana nayo ni kwamba inapaswa hata zile mechi kubwa ama mechi nzuri wachezeshe waamuzi wale ambao tunahisi ndio bora. Heri Sasi kabla ya hii mechi obviously unaweza kumrate kama mwamuzi anayefanya vizuri, sio mwamuzi mbaya. Kabla ya hii mechi Heri Sasi ni elite referee, lakini sasa tunapokuja kuangalia ni pool gani ambao tunaweza kwenda kuselect waamuzi ambao tuna uhakika tunaweza tukawapa hii mechi na tukawapa the next game
unakuja kujikuta wako wachache sana. Leo hii kwenye rotation ya baadhi ya waamuzi kulikuwa kuna, tunaweza tukasema kwamba labda Ahmed Rajiga, labda Jaffe Smart, labda huyu Risasi, labda Ramadhan Kayoko, ndio waamuzi ambao unaamini kabisa hawa kwenye zile game kubwa, kwenye zile game zenye intensity ya juu, hawa unaweza ukawaamini. Next game Simba versus Singida, unahakika kwenye pool ya waamuzi ambao nimekutajia ndio hao watakao kukuta kishokoto. Hawa ndio ambao unawategemea. Hoja ni uhaba wa waamuzi wenye quality. Yes, hiyo ndio hoja kwamba kama mwenye quality mwenyewe anafanya hicho kitu. Yaani unaniaminisha vipi kwamba leo hii kimchukua Kefa Kayombo ukamweka daraja moja na nani watakuwa na utofauti wakati wote makosa ni yale yale. Sasa changamoto tu maana Kefa Kayombo si hana beji ya nani ya ile FIFA referee, si hana hiyo beji. Sasa wewe nani sasa sisi anayo? Mbona makosa ni yale? Sasa hoja yangu ambayo mimi mara zote nimekuwa naililia, nimekuwa nikisema hapa kwamba tatizo la waamuzi wa nchi hii lina chimbuko ambalo sisi watu wengi hawataki kuliangalia. Leo hii hata tukiwazungumza wale the best referees kwenye ile taifa, the very best, tukirudi kwenye sequence ya miaka 3 walishawahi kukutwa na makosa incompetence wakafungiwa na kamati ya waamuzi. Mtaje mwamuzi bora kabisa kwenye taifa hili Ahmed Rajiga, ukirudi space ya miaka 3 tu alishaifungiwa na amechaguliwa kwenda katika semina ya kuchezesha mechi za CHAN. Lakini baada ya zile changamoto baada ya kufungiwa alivyorudi, miongoni mwa matukio makubwa alishayafanya Ahmed Rajiga ni mechi ya Coastal Union dhidi ya Mbeya City. Yaani kwenye penalty box, kutoka kwenye penalty box sasa tuseme pale kwenye D mpaka foul likotokea mbali, afu ni hadi 5 akadondoka ndani. Yeye alivyofanya maamuzi anatokea kwa opponent, yani katikati hata mstari alikuwa hajavuka, kaeka penalty. Kwa hiyo unakuja kujikuta hilo tukio kalifanya hilo. Kwa sasa hawa hebu imagine hilo tukio toka pale walikuwa wameshamfungia, alivyorudi sikuona kulikuwa kama kuna. Sasa hawa kina Risasi, kina Ramadhan Kayoko ambao sisi ndo tunaamini the best referees kwenye taifa letu, na kuja kujipima ni the best against kina nani. Kwa hiyo hii tabia kutaka kunufaika kwa hizi timu zetu nafikiri ndo kelele za juzi mechi ya Beida ambayo ikachezesha Dahani Beida. Tulimshuhudia Dahani Beida. Kuna matukio ambayo alihitaji VAR. Inawezekana kila mtu alilalamika. Lakini yale ambayo alihitaji kusimamia yeye mwenyewe kama yeye, nafikiri alifanya hicho kitu. Si tumepata pale somo? Limechukua muda gani mpaka leo tukuja kuzungumzia kwamba waamuzi wetu wameshinda hata kujifunza kile kilichofanyika? Ukimtoa Dahani Beida, kuna mwamuzi aliyechezesha mechi ya kwanza ya Simba, ile aliyochezesha away. Ni mwamuzi fulani ambaye kwa namna yoyote ukiangalia hakukuwa na kelele, because aliofficiate mechi ambayo aliiweka kwenye balance. Sehemu ya foul aliweka na ikafaul. Sehemu ya kukuonya atakuonya, sehemu ya kukupa kadi atakupa kadi. Hiyo inakutengenezea mazingira kwamba hata wewe unapoenda kumapproach muamuzi, ama hata hapo ukitaka kabla hujafika kumapproach muamuzi, hata wewe unapoenda kufanya tukio labda ni la kumkita mchezaji mwenzio, ama ni tukio labda la kufanya either utovu wa nidhamu, unakuwa unajua kabisa naenda kuongozwa na referee ambaye ni smart. Lakini sasa hofu iliyofanya nani Kagoma, hofu iliyopo Wakanda Kagoma ile inahitaji akili nyingi kiasi hicho. Ndio nasema hofu iliyopo brain kwenye matukio ya waamuzi wetu wa ndani. Mimi sina shida, inawezekana nikakaa hapa leo ukaniuliza waamuzi bora nani nilikutajia kina Risasi. Mimi shida yangu ya hao waamuzi huwa nairudisha mbali sana. Kwanza kabisa shida ya waamuzi nairudisha huko wanakosoma, kwa sababu hauwezi ukawa una produce darasa lenye wanafunzi 40 ambao wanafeli, anayefaulu ni mmoja, halafu mwisho wa siku unawasema wanafunzi wako, unasema hao wanafunzi hawaelewi darasani, hao wanafunzi ni vichwa vigumu. I think shida ni wewe mwalimu, kamati ya waamuzi, instructors wao waamuzi. I think ni muda sasa sahihi wa sisi kuanza kudeal nao, kwa sababu mwisho wa siku unakuja kujikuta reference ambayo tunapewa na waamuzi waliotutangulia ni iko mbele yetu tu hapa, lakini huyu mwamuzi anayekuja kuchezesha mechi inayofuata ya huyu ambaye ametoka kupewa darasa mechi ya nyuma anaharibu. Leo hii Risasi yawezekana kwenye hizi mechi mbili za Simba ameangalia matukio, ameangalia mechi ya Simba ya kwanza, mechi iliyochezesha Risasi dhidi ya kikosi cha KMC, kulikuwa kuna matukio ya mabaya ambayo hayakuwa, kwa maana maamuzi ambayo hayakuwa sahihi. Nashukuru umetaja mechi against KMC ambayo unahisi Risasi hakuwa na makosa. Yaani nimeuliza kwa maana tukichukulia reference ya kile ambacho kilitokea dhidi ya KMC. Yawezekana hakuwa na makosa, lakini kachezesha mechi dhidi ya Azam ni Amani kule complex. Umeelewa? Kulalamikiwa mambo ya offside sio nini. Nafikiri kwa Zawadi Yusuf huyu ambaye leo ameshindwa kutafasiri kama ile ni foul au sio foul. Lakini msaidizi kule. Yaani kitu kimoja. Goli ilikuwa la ngoma ile. Kitu kimoja. Azam amelalamika ile mechi. Umesema kitu kimoja kuhusiana na waamuzi ni kwamba utaweza ukasema bwana mbona game ya KMC alichezesha vizuri.
inakuja hapa hoja ya mechi 3 ambazo aliboronga. Ndio maana nakwambia yani hoja yangu ni kwamba labda baada ya kuchezesha vizuri dhidi ya KMC, kamati kaamua impatie na hii yuko peke yake back to back. Shida ni kwa mechi inayofuata tarehe 31 kina Smarts ndio mliowakataa, kina Kefa Kayombo wakataa katika engo hiyo. Yani hoja inapokuja Wastara, hoja yangu mimi inapokuja, hii pool ya waamuzi ambao tunayo ni kweli ni pool ndogo ya waamuzi, lakini kwenye hii pool ndogo hii ya waamuzi bora, hawa ambao sisi tunaamini ni bora, bado kwenye viwango vya waamuzi bora hawastahili kukaa. Kwa sababu ni bora, yes, ni bora kwa kulinganisha na wanaoshindana nao ndani. Beji za FIFA. Yes, wengi wanata beji za FIFA. Lakini hata hawa baadhi wenye beji. Kwa hiyo wakana kabla tujaenda kuwasikiliza makocha kwa kile ambacho wamekizungumza baada ya dakika 90 hizo. Kwenye ushindi wa Simba ukiacha matokeo kwa maana makosa ama usahihi wa muamuzi, sehemu gani ambako waliwazidi Singida Black Stars wakapata ushindi huo ukiachana na yale mengine ambayo hayakutokea? I think ni eneo zuri la namna ambavyo walidefend. Walidefend kwenye system ambayo ilikuwa ni sahihi. Japo kulikuwa kuna loopholes kwenye hiyo system ambayo loopholes hiyo zilishindwa kutengeneza faida kwa Singida, ila bado namna ambavyo Simba walidefend vizuri. Na ndio maana si ajabu kwenye mechi nzima attempt clear za Singida zote zilitoka kwenye eneo la nje ya 18. Kulikuwa kuna attempt zile za on target, ya kwanza ya pili hasa ya kwanza ilikuwa ni Adebayo Victorian, ilikuwa nje ya box. Attempt 2 za kipindi cha pili zote zilikuwa ni nje ya 18. Kwa sababu mara kadhaa ambazo Singida alijaribu kuingia kwenye eneo la 18 alikutana na Simba ambao walikuwa namzuia. So kwangu mimi ukiondoa matukio ya Simba kudefend vizuri, bado naamini kulikuwa kuna madhaifu mengine mengi sana ya muamuzi ambao ndio amepelekea leo hii tuone mechi ikiwa 1-0. Sawa, tena tukamsikize kocha wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Fadlu Davis. Kwa upande wake ametoka kupoteza katika finali kwa maana kukosa kombe, anakuja kucheza dhidi ya Singida anashinda. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani na wanasafiri kuelekea Manyara? Tutarejea kitu cha namna gani? Fadlu Davis huyu hapa.